bado kuna dukuduku na malalamiko mengi yanayohusiana na masuala ya upatikanaji wa mafuta kwa ujumla wake, kama ambavyo nilitoa taarifa kidogo sana pale kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa nirudie tu kwa kusema kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam ndio habu ya mambo hayo yote. Sisi ndio tunaopokea mafuta hapa, wanapokea wenzetu wa Tanga, wanapokea wenzetu wa Mtwara, kwa sababu Dar es Salaam ina bandari ya Dar es Salaam, Mtwara kuna bandari ya Mtwara, na Tanga kuna bandari ya Tanga. Huko kote, ndugu waandishi wa habari, zimejengwa hifadhi za mafuta, tanks za mafuta. Kama nilivyosema, Dar es Salaam tunazo 22, wenzetu wa Tanga na wenzetu wa Mtwara wanazo pia chache, ambazo jumla zinafanyika kuwa 26. Lakini kama nilivyosema awali kwamba matenki haya katika tulionayo yana uwezo tu wa kutunza mafuta lita za ujazo 1,346,627. 1,346,627 lita za ujazo. Hizo ndio lita ambazo zinatunzwa katika maghala ambayo sisi tunayo. Sasa hoja kubwa ambayo pia tulikuwa tunaifanua ni kwamba kuna utofauti kati ya reserve na bei. Reserve na bei. Kuwa na reserve haimaanishi ndio bei inakuwa hiyo hiyo. Sasa kama nilivyosema kwamba sisi kwa Dar es Salaam peke yetu tuna vituo vya mafuta 470 mpaka taarifa ya leo. 470. Hivi vinauza petroli, vinauza diesel, vinauza mafuta ya taa. Na wa suppliers wachache ndio wanaokwenda kuuza mafuta, ndio waliopewa tenda kuuza mafuta ya ndege. Sasa kwa hapa kwetu sisi Dar es Salaam, upatikanaji wa mafuta mpaka sasa upo 100%. Mafuta yanapatikana. Hakuna tatizo lolote mpaka sasa ambalo mimi kama mkuu wa mkoa nimekusha ripotiwa kuhusiana na uhaba wa mafuta. Lakini kitu ambacho Watanzania wengi wanalalamika ni kuhusiana tu na bei.